Karibu katika video hii ni kuonesha namna ya kuinstall XAMPP ambayo tutaitumia kama server. Na hii server kazi yake itakuwa ni kutunza data zote ambazo kwa tunatumia katika system yetu. Download kwenye website yetu na kisha utaiweka kwenye desktop kama inavyoonekana hapa. Namna ya kuweka hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza utaifungua hii folder ambayo ndani yake na server kwa kudouble click. Utaikuta hii application ambayo inaitwa XAMPP. Uta double click katika hii application, itakupa window au itakuprompt kwamba unataka kuinstall, utasema yes. Kisha utakuja hapa, kitu cha kwanza utachagua lugha. Kwenye sehemu hii utachagua hii ambayo ipo ambayo ni English, uta click okay. Katika hii dialog box ambayo imejifungua hii tunaiona hapa, uta click sehemu iliyoandikwa next. Inakuonesha sehemu ambayo itakuwa installed kwenye C. Utabonyeza tena next. Hapa ni lazima uchague service mbili ambazo utazitumia kwenye mifumo yetu. Ya kwanza ni hii ambayo inaitwa Apache, kwa utaweka hapa tick kwa click mara moja. Sehemu ya pili ni MySQL ambapo napo utaklik hapa. Usisahau kuklik katika hizi sehemu mbili, kwani hizo sehemu ambazo tutasababisha tuweze kutumia system yetu. Baada ya hapa utaklik sehemu iliyoandikwa install. Hapa file zitakuwa zina extract kutoka kwenye hii application, zinaingia moja kwa moja katika kompyuta yako. Kwa hiyo utasubiri kwa muda takriban dakika 2 mpaka 3 mpaka utakapoona hii bar imejaa na kufika huko mwisho. Hizi ni files ambazo zinaingia moja kwa moja kwenye kompyuta yako, na ni bora ukasubiri ili kuona hatua kwa hatua nini kinafuatia. Hii XAMPP ni version ya 1.7.4. Application nyingi tumetumia kwa kutumia version hii. Kwa hiyo ukiingia kwenye Google zitakuja version nyingi, lakini hii version tumeiweka kwenye website yetu. Ukiingia kwenye njiapanda.com, sehemu ya chini kabisa utaona kuna download server. Ukibonyeza moja kwa moja uta download hii application. Kwa hakuna haja ya kuitafuta hii application kwenye Google, na ile kwenye Google ni version ya mbele zaidi, ambapo inaweza ikawa haiko compatible na baadhi ya application ambazo tumezidesign kwa kutumia hii application ya 1.7.4. Hizi files zitachukua muda, kama unavyoziona zina extract. Ina maana moja kwa moja zinaingia kwenye system yetu kwenye ile sehemu ya c.xampp ambayo tumechagua wakati tunaanza. Inaendelea kuinstall mpaka itakapojaza hii bar yote mpaka mwisho, na kisha itaingia katika stage nyingine. Nafikiri baada ya kufika hapo mwisho itafungua prompt kama hii, na utaiacha bila kuigusa. Mwisho itakuletea wizard kama hii na kuuliza kwamba tumemaliza kuinstall. Kwa hiyo click finish, uta click finish. Itafungua tena prompt kama hii na kuambia check your port please. Hii yote hautafanya chochote, kisha itakuletea message kama hii ambayo inakwambia XAMPP ambayo imekuwa installed successful. Baada ya hapa nitakuonesha namna ya kuingia na kuweka database yako ya kwanza. Utapata message kama hii. Ukipata message kama hii uta click okay, itakwambia hongera, installation imekuwa successful. Uta click tena yes.
itakuwa message kama hii, utaklik okay, na hapa utakuwa umemaliza kuinstall server yetu ambayo ni XAMPP katika kompyuta yako. Sasa utafunga hapa. Baada ya kufunga utaiona hii icon hapa chini kwenye kona kabisa ya desktop yako, itakwambia Apache ambayo tuliweka tiki na kwambia running, na MySQL itakwambia running. Kwa hiyo baada ya kurun hizi mbili, ina maana utacancel hapa na itakuwa tayari kwa ajili ya kutumia application yako. Naomba katika dakika hii ni kuonesha namna ya kucreate database kwa kutumia hii XAMPP. Kwa mfano application yetu ya kwanza ambayo ni ya utumiaji katika maduka ambayo yako katika location nyingi, naomba tujaribu kutengeneza database moja. Utafungua Google Chrome au internet browser yote ambayo uko nayo. Hapa utaandika localhost, neno localhost slash utaandika php myadmin. Press enter. Naona imefungua. Hii ndio server yetu. Sababu nataka create database, sehemu ya kwanza itakayofunguka ni hii, nakwambia create new database. Database yetu ya kwanza mimi nitaita njiapand.duka, kisha nitabonyeza create. Baada ya kubonyeza create, unaweza kukuta message kama hii kwa mara ya kwanza, lakini isikutisha sana. Utarudi hapa na kisha utaklik tena njiapand. Ndio database yetu ya kwanza ambayo tunajaribu. Hii hapa tayari imekuja database yetu ya njiapand. Na katika baadhi ya application zetu tumeweka hizi database za kuanzia katika website yetu. Kama uta download, kwa mfano mimi nime download moja, niko nayo hapa katika desktop. Niko nayo hapa, nimeiandika database hii hapa. Hii hapa ni database yangu hii DB, ndani yake imeandikwa database mpya. Hii nime download moja kwa moja kwenye website yetu. Kwa hiyo nataka hii niiweke kule ili nianze kutumia mfumo wetu. Kwa hiyo nitakuja hapa katika server yangu, nitafungua, nitahakikisha nimeclick kwenye njiapand.duka, nitakwenda kwenye import hapa, kisha nitakuja kwenye choose file, nitaclick mara moja, kisha nitatafuta ile file yangu iko kwenye desktop. Kwenye desktop katika folder last updated, hii hapa ni DB, iko hapa ndani imeandikwa database mpya ni hii. Nimeclick mara moja na kisha nasema open. Nikisema open nitakuja iandike hapa jina njiapand.duka.sql. Baada ya hapa nitaenda mwisho huko kabisa, nitaclick go. Baada ya kuclick go, utaona tayari database yangu hii sasa ipo, na hatua inayofuata ni kwenda kuinstall mafaili ambayo nimeya download kule katika website yetu, alafu nianze kutumia system yangu. Kwa nitaclick hapa mara moja, kisha nitafunga na hapa. Kitu kingine ambacho nimekidownload ni hii hapa, ambayo haya ndo mafaili nimeyapata. Kwa nitaya copy hii folder yote nzima, copy. Nitaenda kwenye sehemu ya computer C, hapa ndani nitakuta folder imeandikwa XAMPP. Nitaklik kwenye XAMPP mara moja, kisha nitaenda kwenye htdoc ambayo hiyo inaonekana ndani hapa. Nita right click, kisha nita paste hilo folder langu. Baada ya kupaste hili folder, sasa nitakuwa nimemaliza kuweka kila kitu. Sasa nitaenda moja kwa moja kwenye browser. Baada ya kufungua browser, nitaandika localhost slash, hapa nitaandika ile folder yangu ambayo nimeweka Hans, kisha nita press enter. Baada ya kupress enter, hii ndiyo system yetu ambayo tumetengeneza, ambayo iko kama form ya website, lakini mwisho kabisa kuna sehemu ambazo anaweza kuingia
administrator na kufanya mambo mengine. Hii ni kama page, lakini vyote kwa vyote nataka kuonyesha namna unaweza kuingia na kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo somo letu la pili litaanzia hapa, namna ya kuingia kwenye hii system ambayo ipo katika form kama ya website na kuweza kuangalia. Hii ni website ambayo ni page na display service ambazo zinatolewa hapa, lakini inaweza kuingia na kufanya manunuzi na mauzo ya moja kwa moja. Tutakutana katika somo linalofuata. Asante kwa kusikiliza.